asifiwe. Amen. Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unayo amani sema amen. Kama unayo amani sema amen. Sikia sema amen. Mahali popote ulipokaa, naomba mkutano mzima usimame. Kabla sijasema chochote, kuna jambo ambalo nasikia kulifanya. Glory to Jesus. Yule mpiga piano tutahubiri pamoja naye, lakini hakikisha kodi hazisikiki, upige prophetic piano. Asante Yesu. Hebu gusa kidogo kio yote ile. Kabla sijafanya chochote, nasikia kufanya jambo moja mahali hapa. Glory to Jesus. Glory, glory to Jesus. Ori Jehovah Shalom. Beni la hailoi. Niko ulieko. Ulieko wako na utakaye kuja. Baba, yatazame haya mataifa Tanzania, Dodoma, Kibaigwa, Remo Seketere Borama Saitaros. Yesu, uliyeniita mahali hapa, ninasema asante kwa kuwa nami niliitika. Mbele yangu Bwana wako watu uliowaita, ukawapa mwaliko mkuu wa kufika katika anga hili. Paulo anasema ikiwa injili yetu imesitirika kwao wasioamini, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasisikie injili ya kweli. Baba, ninazifungua fikra zao, ninateka nyara kila mawazo na fikra zilizokamatwa na yule adui Shetani. Ninakwenda kinyume na kila mawazo yajiinuayo kinyume na elimu ya Mungu aliye hai. Ninaenda kinyume na misingi ya giza, wale wakuu wa anga wa giza la Kibaigwa. Ninaachilia neema ya Kristo ikazifungue roho za watu hawa. Ninaiarika neema yako Bwana, achilia neema. Yesu hai, Roho Mtakatifu akafurike mahali hapa. Roho wako, Roho wako, Roho wako, Roho wako. Sema Mungu akubariki. Unaweza ukaketi mbali ulipo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja aliyehudhuria mkutano huu. Siku ya juzi nikiwa katika maombi ya usiku, ndipo Bwana aliponipa ujumbe huu. Ghafla nilikuwa mtu mwenye furaha sana, lakini nishangaa furaha yangu imeondoka. Hata walionizoea tangu tumefika kwenye mkutano huu walianza kudhania ninaumwa, na wengine wakaanza kuniuliza, baba, unaumwa? Nikawa nawaambia siumwi, lakini wengine walidhani ya kwamba ni kwa vile wanaume, hata kama wanaume huwa wanajikomaza waonekane hawaumwi. Lakini moyoni mwangu kulikuwa na huzuni kubwa, maana ujumbe huu uliingia ndani ya
yangu, ukakausha baridi ndani ya nafsi yangu, na kile kicheko na furaha kikaondoka. Sio injili ya kukufurahisha, maana Bwana alinipa jina na kuibeba injili ya sauti ya mjumbe wa Agano Jipya, iliyobeba maonyo ya Mungu na ghadhabu ya Bwana inayokwenda kuikuta dunia. Hey! Revosha ikaremos. Naomba nikuonae mapema. Ujumbe huu ni kwa ajili ya kila mtu anayesikia sauti hii, sio maalum kwa ajili ya mtu fulani. Kwa hiyo kama unanisikia, wewe uliyepata neema ya kufika kwenye mkutano huu, wewe uliyeko nyumbani, Yesu amenipa ujumbe wa kusema nawe. Kama unanielewa, nisaidie kusema amen. Kama unanielewa, nisaidie kusema amina. Dunia. Asante Yesu. Majina yangu naitwa Evangelist Jeremiah Sugoro. Inatosha sana, maana taarifa zangu binafsi hazina uwezo wa kukuokoa. Wako kwenye status kubwa sana, lakini status zao hazikuweza kuokoa. Kwa hiyo msomaji wangu, fungua kitabu cha Mhubiri. Asante Yesu. Mhubiri sura ya kwanza, mstari wa kwanza ni mstari wa 11. Mhubiri sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri asema, ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Mhubiri anasema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo siku ya? Anasema mtu ana faida gani juu ya kazi yote anayofanya chini ya jua? Kizazi huenda, kizazi huenda, kizazi huja, kingine kinakuja, nayo dunia hudumu daima. Lakini dunia inaendelea. Jua lachomoza, jua linachomoza, na jua lashuka, na jua linashuka, na kufanya haraka kwenda mahali pa mawio yake. Ndio upepo uvuma kushi, upepo unavuma kushi, ugeuka kuwa kasi, unaenda kaskazini, ugeuka daima katika mwendo wake. Miaka yote shughuli inaendelea, na upepo uyarudia mazunguko yake. Ndio mito yote huingia baharini, sawa, walakini baharini haijai. Huko iendako mito, ndiko irudiko tena, ndiko irudiko tena. Mambo yote yamejaa uchafu, mambo yote yamejaa uchafu usioonekana, usioonekana. Jicho halishindwi kuona, jicho halishindwi kuona, wala sikio halikinai kusikia, wala sikio halikinai kusikia. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua, jambo jipya chini ya jua. Je, kuna jambo lote ambalo watu wanawauliza watu wakibarikiwa? Je, kuna jambo jipya ambalo watu wanasema ni jambo jipya? Tazama, ni jipya, limekwisha kuwako. Mambo yote yamekwisha kuwa tangu zamani za kale, tangu zamani za kale, kabla yetu sisi, kabla hatujatokea. Hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia, wala hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia, wala
hakutakuwa na kumbukumbu yoyote ya vizazi vinavyokuja. Hata vile vizazi ambavyo wamejalia haitakuwepo kumbukumbu yao miongoni mwao wale watakaofuata baadaye. Ndio ishia mstari wa 11. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe huu unaitwa mauti ii juu yako. Wewe unanisikia mahali hapa, uliyeko kwenye duka lako, wengine nimepita nimewaona wako sokoni pale wanaendelea na shughuli zao. Mungu akubariki wewe uliyeko hapa. Ninaona watu wamepaki pikipiki zao pale. Ninaona kuna wababa wamesimama pale. Ninaona wengine wamekaa kule. Ujumbe ambao Bwana amenipa jioni ya leo unasema mauti ii juu yako. Wewe unayenisikiliza, kila ambaye anasikia sauti hii, ili mradi ni binadamu anayesikia, ninaeleza ya kwamba mauti iko juu yako. Ndipo nikaanza kuyakumbuka majira yaliyopita. Bwana akawa akinikumbusha mambo. Ninamwona Mungu akisema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale vitu vyote baharini vinavyotambaa na vile vilivyoko angani. Bwana akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, ili akatawale vitu vyote duniani. Bwana akakusudia mwanadamu aishi maisha ya milele, maisha yasiyokuwa na taabu, yasiyokuwa na magonjwa, yasiyokuwa na kuanguka eti nimeangushwa na pepo wabaya, maisha yasiyokuwa ya njaa, maisha ya raha. Mwanadamu alipoumbwa kwa jinsi hiyo, Bwana akamfanyia msaidizi anaitwa Hawa. Lakini Shetani alipoona hayo, yeye hakuweza kuona ya kwamba mwanadamu atawale, na kwa sababu Shetani alitafuta miliki ya mbinguni akaikosa, akatamani kuinyang'anya miliki ambayo mwanadamu amepewa. Maana Mungu alimwambia Adamu, wewe ndiye utakayetawala vitu vyote vya dunia. Shetani akasema haitawezekana. Akamwendea mwanamke wakati Hawa yuko kwenye bustani, akiwa kwenye mti unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Maana Mungu alimwambia Adamu kwenye sura ya 2:17, matunda yote ya bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiale wala kuyagusa, maana ninataka uishi milele. Lakini Shetani akamwendea mwanamke akamwambia, ati ndivyo Mungu alivyosema, msile miti ya katikati. Lakini kitu ambacho hawakujua, katikati kulikuwa na miti miwili, mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima wa milele. Hawakukurupuka. Akamwambia, hapana, hapana, sio hivyo. Lakini Mungu alisema tukila tutakufa. Shetani anamwambia, hapana, mkila mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa sababu ya tamaa hawakatamani kama Mungu. Hakujua ni mtego unaoingiza mauti duniani. Hawakala ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na kisha akampelekea Adamu. Adamu naye akala. Ghafla wakajiona wako uchi. Adamu alipoona hayo aliogopa sana, akakimbia kujificha, kama ilivyo mtu mmoja baada ya kutenda dhambi ya siri anajificha akidhania Mungu amoni.
Unawaficha wachungaji wako, lakini Mungu anakuona. Unawaficha wazazi wako, lakini Mungu anakuona. Unamficha mume wako, lakini Mungu anakuona. Unaweza kumficha mke wako, lakini Mungu anakuona. Sikiliza kilichotokea. Mungu akamwita Adamu, lakini anamuona. Akasema, Adamu, uko wapi Adamu? Hilo swali wanadamu wote hawakuwahi kulielewa. Ni kwa nini Mungu anasema Adamu uko wapi, na ikiwa anamuona? Adamu hakujibu swali hilo. Alisema, Bwana, ndipo uko nimejificha. Bwana anamwambia Adamu, kwa nini umejificha Adamu? Anasema, Bwana, niko uchi. Yule mwanamke uliyenipa, yeye ndiye amenipa tunda nikala. Mungu alimuuliza Adamu, uko wapi? Maana mahali ambako Mungu alizoea kumwona Adamu, siku ile Adamu alitoweka. Mahali ambako Bwana alikuwa akizungumza na Adamu, Adamu alitoweka. Ile vazi la utukufu ambalo alikuwa amefichwa, hata kama hakuwa na nguo, kwa sababu ya vazi la utukufu hakuweza kuona utupu wake. Mungu alipomwangalia Adamu, hamuoni tena katika utakatifu wake. Anamuuliza Adamu, uko wapi? Mahali ambako nilikuweka. Adamu ametoweka, ameruhusu mauti kuingia dunia. Mwanadamu, hapo ndipo maasi yalipoanzia. Hapo ndipo laana ilipoanzia. Hapo ndipo kifo kilipoanzia. Hapo mwanzo Adamu alikuwa akifanya urafiki na simba, lakini tangu Adamu alipokula tunda, simba zikageuka kuwa adui yake. Hata wale wadudu wadogo sana, kina sungusungu, wakageuka kuwa adui kwa Adamu, wakaanza kumwinda wamng'ate. Hata nyoka alikuwa rafiki kwao. Mungu akaweka wadui. Adamu akaanza kuwindwa na wanyama ambao alikuwa akitaka kula. Anamuita, njoo. Simba au nyati, nyama zinasogea. Hapo ndipo mapepo yalipoanza. Biblia inaniambia Bwana akamwambia Adamu, alisita kuzalia michongoma. Ni Bwana michongoma. Aliposema habari ya michongoma, magonjwa yalionekana, shida zilionekana, mateso yanayomtesa mwanadamu ni kwa ajili ya dhambi. Yaruhusu yote hayo. Remosaikaterebos. Haleluya. Yesu nisaidie. Weka maiki vizuri. Yesu. Sikiliza mtu wa Mungu. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, mauti iliingia dunia. Vizazi vilianza kuondoka. Mtu wa kwanza kufa anaitwa Habili. Hapo ndipo dunia ilipoanza kuwa chungu. Hapo ndipo maasi yalipoanza kuongezeka. Watu wakaanza kupotea. Dhumuni la Mungu mwanadamu aishi milele ndipo lilipoondoka. Shetani akapata neema aliyoitafuta na kuikosa mbinguni, akaipata duniani. Na ndio maana Biblia inasema Mungu wa dunia hii ni Shetani. Maana Adamu aliyepewa
alikuwa kama Mungu duniani, alimwachia shetani akaichukua hiyo mamlaka, na hata sasa anaitumia. Hata sasa anaitumia. Watu wengi duniani wameuza roho zao kwa shetani, wameuza roho zao kwa shetani, na wengine wameuza bila kujua, na wengine wanajua. Bwana Yesu atusaidie sana, wakina baba na kina mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakina dada na kina kaka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna mitambo, ukiweka maiki hii vizuri nitakuwa na wewe wa maana sana. Labda nikueleze mapema ya kwamba duniani hakuna atakayesalia hata mmoja. Duniani walikuwepo watu wengi sana ambao walikuwa wa aina kama ya kwako, na wengine walikuwa zaidi yako. Nilipoanza kuyachunguza haya, ndipo nilipoanza kuona watu mashuhuri duniani. Nikaanza kuwaona wafalme waliokuwa wafalme mashuhuri sana enzi za kale. Nikaanza kuwakumbuka kina Dario, kina mfalme Artasasta. Nikakumbuka habari za kina Alexander the Great aliyetikisa dunia miaka ya 300 kabla ya Kristo, aliyepelekea mageuzi kwenye masuala ya kisayansi. Wagiriki walipotawala dunia, Alexander akaitikisa dunia, alipoiangusha dola ya Umedi na Uajemi. Lakini kijana huyo alikufa kwa miaka 33. Nikazikumbuka habari za kila mfalme Nebukadneza, mfalme ambaye alikuwa tajiri. Historia zinasema alijenga hema hewani, bustani hewani, akamchukua mke wake, akawa na kaa hewani, anayafurahia maisha, maana yeye ni tajiri. Lakini pamoja na ufalme wake na utajiri wake, Nebukadneza alikufa. Nikaanza kumwona mfalme mmoja aliyekuwa ni mfalme wa Ashuru enzi za mfalme Hezekia. Mfalme anaitwa Senakeribu aliyetekesa wakati ule. Hata mfalme Hezekia, kama isingelikuwa ni kwenda kwa Mungu, yamkini utawala wake ungeliangamizwa. Senakeribu alikuwa mfalme shujaa aliyetikisa wakati ule. Ashuru ilipokuwa na nguvu imeseta Misri, lakini pamoja na ushujaa wake Senakeribu alikufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikaanza kuona wafalme mashujaa Afrika, wafalme waliopigania uhuru Afrika, waliotekesha dunia na wao. Nikaja Tanzania, nikamwona rais mmoja anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Ukitaja jina lake hakuna mwanafunzi asiyemjua, watu wanamjua, hata wewe unamjua. Anaitwa baba wa taifa, lakini sio baba wa mbinguni, maana alikufa. Nikaenda Ghana, nikamwona mtu mmoja anaitwa Kwame Nkrumah aliyepelekea Ghana kuwa miongoni mwa nchi zilizopata uhuru mapema sana, aliyekuwa ni miongoni mwa watu waliosoma falsafa. Lakini pamoja na falsafa zake zote, Kwame Nkrumah na yeye alikufa. Bila kuwasahau kina Samuel Toure, kina Mandela wa South Africa, kina Mobutu Sese Seko wa Kongo. Hao wote walikuwa ni watawala wa Afrika, wameacha
acha historia hata leo, lakini mhubiri anasema mambo yao yametoweka. Wametoweka. Wala sikuishia hapo, nikarusha macho yangu mbali, nikaingia kwenye tasnia ya muziki na maigizo, nikawaona waimbaji wa kidunia kina Michael Jackson wasi wa kucheza cheza jukwani pamoja na michezo yao. Hata kama alijaribu kujigeuza sura yake awe kama mwanamke, yeye na matakataka yake alikufa. Nikawakumbuka waigizaji ambao walikuwa wanajua kuigiza Tanzania, kina Steven Charles Kanumba, hata na wao walikufa. Kijana mmoja alikuwa anajiita Shala bilionea, yeye na ushara wake alikufa. Ni nani asiyemkumbuka mzee mmoja anaitwa Mzee Majuto, aliyeigiza maigizo ya kuchekesha sana, lakini na yeye alikufa. Mwanadamu ana uwezo wa kudumu duniani, atakufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wala sikuishia hapo, nikawa nawakumbuka watu magaidi duniani. Kulitokea watu magaidi. Nikamkumbuka mtu mmoja anaitwa Adolf Hitler, aliyekuwa mfalme wa Ujerumani kuanzia mwaka wa vita vya kwanza vya dunia vilipoisha, kuanzia mwaka 1933 Adolf Hitler akatikisa dunia. Aliwahi kuishikilia dunia kwa muda wa masaa 24. Hakuna yeyote aliyefyata mkia. Adolf Hitler aliwaua Wayahudi zaidi ya milioni 6.5. Aliwafyeka kwenye kempu za Zabibu. Yeye alitikisa dunia, lakini mauti ilimtikisa kidogo. Adolf Hitler akalala. Rafiki yake Benito Mussolini aliyekuwa ni mfalme wa Italia, hata na yeye alikuwa ni gaidi. Pamoja na ugaidi wake, mauti ilimlaza kaburini. Nikana mkumbuka jamaa mmoja anaitwa Osama bin Laden, aliyekuwa na watu wa Kristo. Aliwafyata mkia sana wengi wakati wa vita vya Cold War, wakati USA inapambana na Russia. Alijikuta amechomozea ndani, akawa na watu. Osama bin Laden aliyekuwa na roho mbaya, anamchukua mtu, anamchoma na ndoano, inatokezea huko, anayepandisha choo na roho mbaya yake yote, yeye na umadeni wake, aliokufa akafa. Sikiliza, kuna jamaa mmoja anaitwa Idi Amin Dada. Alikuwa na roho mbaya, alikuwa ni gaidi, aliyeleta shida hata kwa Nyerere, yeye na udada wake. Yeye mauti ilimlaza. Jamaa mmoja anaitwa Gaddafi. Kitaja jina lake, magaidi wanamjua. Aliyekuwa na roho mbaya sana. Gaddafi alitikisa dunia, watu wakashangaa. Hata USA, United States of America, ilimfahamu Gaddafi kwa Gaddafi wake. Alikuwa na vikosi vingi vya kigaidi vilivyokuwa vinaua watu chini kwa chini. Wale wako usame vibaya kwa ajili ya ufalme wake. Atakaye kuwa ni wale wako karibu yako, maana nchi nzima alikuwa na maslahi, lakini wale maslahi wake, wale watu wake wa karibu walipelekea kifo chake.
nikawa ninawatazama watu ambao walikuwa ni makahaba wa hatari. Nikawa namkumbuka binti mmoja anaitwa Rahabu. Unajua Rahabu alikuwa ni kahaba wa mji, yani achawe ni kahaba wa kijiji ama kahaba wa mtaa. Rahabu alikuwa amefikia kahaba, yani nchi nzima inajua Rahabu ni kahaba. Mwanamke aliyekuwa na umbo nene, acha umbo lako la mchongo, alikuwa na umbo kama na umbo namba 8. Nina wasiwasi alikuwa na umbo namba 80, maana alikuwa ni kahaba aliyepindukia, yani nchi nzima ilimjua yeye ni kahaba. Na kiufupi Naisha alikuwa ameshapigiwa cheti cha ukahaba wa nchi, maana hakuwa na shida, alikubali kuwa yeye ni kahaba. Lakini Biblia inaniambia Rahabu na ukahaba wake alikufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Dunia hii hakuna mtu atakayeishi milele. Wote mnaoona hapa, hata wale wanaotembea kule, ni maiti watarajiwa. Kila aliyeko hapa, hadi mimi niliyesimama mbele yako, ni maiti mtarajiwa. Ninakuja kumweleza mtu mmoja wa Kibaii kwa Dodoma. Bwana akaniambia maiti iko juu yako. Bwana akaniambia waambie watu wangu wa Kibaii maiti iko juu yao. Nami nawaeleza leo maiti iko juu yenu. Yesu. Oh, haleluya. Sulemani anasema ya kwamba mwanadamu ana faida gani juu ya maisha yake anaoishi chini ya jua. Mambo yote tunayoona anasema yalikuwepo. Walikuwepo wanasayansi, wafumbuzi wa mambo ya kale, ama wengine ndio sababu ya maiki inaongea hapa, sauti nasikika kwenye speaker. Walikuwepo kina Newton, ninaelezwa walikuwepo wafumbuzi waliofumbua mabara duniani, kina Vasco da Gama, kina Christopher Columbus. Ninawakumbuka majina yao, lakini imebaki ni historia. Haiwezekani kuona tena. Mwanadamu ni kama mvuke tu, unaonekana kwa kitambo na kisha utoweka. Maana mauti iliingia kwa dhambi ya Adamu, na wanadamu wote wamepokea mauti hiyo. Kila mwanadamu ni lazima ayatambue haya ya kwamba mauti iko juu yake. Mama unayenisikiliza, mauti iko mbele yako. Na bahati mbaya mauti, kifo kijawahi kumpatia mtu, kikampigia simu, alo besheki yangu, una habari? Kesho kutu nitakuja kukuchukua, kwa hiyo jiandae. Huyu mtu kama angejua hatatoka ndani ili asife, hatahakikisha atembei. Lakini nikupe habari, siku moja nikiwa nimekaa ndani, Roho Bwana akaniambia, Yeremia, hata kama watu wanaogopa kutembea barabarani wakidhania watazagwa na gari, hata hizo nyumba mnazolalea, hiyo bado ni mauti yenu. Inaweza ikaanguka ikakufyeka. Bwana akaniambia hata viatu mnavyovaa vinaweza vikawa mauti yako, kinaweza kikateleza ukafa. Hawezi wakimbia kifo mwanadamu, hawezi. Acha kujidanganya, nasema acha kujidanganya. Kuna kamama kamoja kalidanganywa na mganga ya kwamba nitakupa ilizi itakulinda, hautakufa.
kakachukua ileze, kakaipachika kwenye nguo, kakaifunga kwenye kitenge, alafu kakaanza kutembea akizania anarudi mzima, akizania anarudi mzima. Yalipofika majira, alipotembea barabarani, lilikuja basi kutoka huko likampitia yeye na irizi yake, wakaenda ahera. Bwana Yesu atusaidie sana. Tazama jirani yako, mwangalie jirani yako, mwambie sijui wewe ya kwako ni nini. Sijui wewe ya kwako ni nini. Mwangalie jirani yako. Haleluya. Mambo yafuatayo yataenda kuyakamilisha mambo nayokwenda kukwambia. Tajiri atakufa na maskini atakufa. Walio na pesa watakufa na wasio na pesa watakufa. Jamaa mmoja kule nyumbani Kigoma akawa na pesa sana, anaitwa Kindongo. Kule nyumbani ulikuwa ukisema jina la Kindongo, hata mtoto aliyezaliwa jana anaweza kama hajasimuliwa wakati mamake anamwimbia nyimbo, anaweza kujikuta anamwambia Kindongo atakununulia gari, maana ndio tajiri wa kijiji wa mtaa mzima. Huyo jamaa akawa siku moja tajiri sana, na aliutumainia utajiri wake. Mara kadhaa watumishi wa Mungu walikuwa wakimwendea na kumwambia Kindongo, muamini Yesu ili uwe salama na maisha yako, maana mauti iko mbele yako. Lakini Mungu alimtuma Yesu auhakikishe ulimwengu kwa habari ya uzima wa milele. Kindongo, muamini Yesu leo. Anawaambia naona hamna fedha, fulani njoo, leta ile begi ya hela, wape hawa maskini hela. Watumishi wa Mungu wanaacha ile pesa wanaenda. Jamaa akipita sokoni anakuta watu wanasema sasa nirudisha changa. Wewe uko na mdai shilingi ngapi wewe? Mdai shilingi ngapi? 2,000. Mjinga sana. Mpe 10,000 huyo. Kindongo akawa ni Kindongo kweli kweli. Mitaa yetu Bwana alichachisha. Siku moja Kindongo akawapa watu habari ya kwamba amefika wakati analalia hata hela kitandani. Unajua kuna watu wanalalia magodoro makubwa, magodoro wanalalia 6 kwa 6. Unajua na tajiri mwenzako analia 20 kwa 20. Yaani godoro anahitaji kitanda, ukihitaji kupanda kwenye godoro unajiandaa 1, 2, 3. Huyo ndio watu wanalala Bwana. Watu wanalia magodoro makubwa. Ukilala safi unajiona uko baharini, basi naona raha. Kindongo akaona raha, akasema wacha Bwana niafurahia maisha. Anatangaza mahela pale juu, akishatangaza analala usingizi mnono. Kilichomuua ni kitu kidogo sana, malaria. Watu walizani hata umwa kifua kikuu ama ugonjwa wa kutisha kidogo tu. Akalaza hospitali ya kwanza, ya pili, ya tatu. Unajua watu wenye fedha hata kama anaumwa chunusi anataka aende India. Sera anaso Bwana, sera anaso. Kwa jamaa akaenda. Sasa ukienda kule jamaa kigundua hauna ugonjwa na umeenda kwao, lazima watakupa ugonjwa. Sasa huo ugonjwa unaokupa unakuongezea presha. Hata kama ulikuwa unaumwa malaria wanakuambia una ini. Sasa watakufanyia upasuaji. Hayo ndio aliendelea kwa Kindongo.
Kinongo akaota cha mgongo. Sikiliza kilichotokea. Kinongo bwana, kabla hajafa akaanza kuona dalili za kufa. Akawaambia ndugu zake, mimi sitaki kufa kifo cha kimaskini, nataka hata kama nikifa nizikwe bwana, nizikwe kitajiri. Akaambia hivi, kwanza mtanishika na suti kali, yani iwe kali kama milioni kadhaa hivi, na asishone mtu Tanzania. Alafu akawaambia, kwenye hiyo suti wekeni zaidi ya milioni 10 mwipachike ndani ya suti. Alafu bwana, mtanipigia tai na kofia nzuri ili kifanizi. Alafu jeneza langu liwe jeneza bwana, jeneza linaloitwa jeneza, yani wasilibebe watu wa shamba, libebwe na gari, maana kwa kulishika mikononi hawataweza. Hiyo ndio Kinongo bwana. Unajiona tajiri, wenzako wanazikwa na milioni 20 na suti kale. Sikiliza nikueleze kilichotokea. Bahati nzuri na mimi nilishiriki msiba huo, na mimi nilienda kwenye mazishi hayo. It's not a fairy tale, sio mambo ya kuhadisiwa. Ni kweli Kinongo alishikwa kwa heshima. Watu wamevaa suti zao bwana, wanatembea kijeshi. Tajiri anazikwa bwana, watu wamejaa pale. Maskini kina sisi tulikuwa kule mbali, kama mbali huko usikatia unajisi kaburi la mtajiri bwana. Jamaa kazikwa pale. Sasa unajua walitengeneza jeneza, alafu likawa halienei. Sasa wakalichimbia, kisha wakagonga marumaru chini, wakaipaka na sinaishi walikuwa naipaka sijui hela, sina hakika kama ilienda hivyo, wakaihakikisha imependeza. Alafu jeneza likashushwa taratibu, jeneza la tajiri taratibu, alafu likafunikwa juu, likapigwa nondo za kutosha na msalaba. Sasa watu wenye fedha, hata kama alikuwa ashari, anazikwa kiheshima, maana kuna shekeri. Kwa wakapigwa na msalaba mzuri, wakapiga pale. Vijana wakasema hapa kuna dili, hapa kuna dili. Wakasubiri watu wote wameondoka, na bahati nzuri ya vijana na mimi na wajua. Wakasema jamani, hapa kuna dili. La haula wala quwwata, mtaniulia hapa. Wakajikusanya kama vijana makomando 20. Kulikuwa na kalinzi kamoja kanalinda jeneza la Kinongo. Wakasema jamani, tukifika pale tutakroach chini, wewe utafuta njia hii. Akajama mnakaweka mtano na kazimisha na ngumi kanakaa chini, alafu wengine tunaingia ndani. Wakasema poa mwanangu, poa, tukafanya nini? Wazee wanazika hela chini, wachinga nini hao? Wakaenda mbinusha, wakakutaka mlisi kamera, wakasema akahitaji hata mtama aka, yani akatina kamwita tinakanyika ikifika tunakauo. Wakaenda mpaka pale, wakakagwida, wakaua, wakakazimisha. Walikuja na nondo na vifaa vya kuchimbia, vunja, wakatoa mwili wa Kinongo, wakabeba suti, beba na pensi ya mnyama. Hawakuacha chochote, walibeba mpaka pensi ya ndani, mpaka soksi, wakaondoka nazo. Alafu kimwili wakakiacha wamekipiga buti, alafu jamaa wakaondoka zao. Sasa mwalimu wangu mmoja ameamka asubuhi, anapita ile njia, anakuta Kinongo yuko nje. Mwanadamu ana thamani yoyote akisha kufa. Mwanadamu hana thamani hata kama mtamzika namna gani. Mwanadamu ni mavumbi, na mavumbini atarudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Mpaka hivi leo tunaongea,
kuna tuchawi tutatu tumetukamata hapa. Watu wanaokuja hapa hawajui vita iliyoendelea. Yaani kuna wachawi wako hapa Kibaigwa, hawataki injili iendelee. Labda tu niwape taarifa moja. Kabla hatujaja tuliaga. Wale wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Tuliagana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama mnawanga, eleweni nyie sio wa kwanza kutuwangia. Tumeshawangiwa Bwana. Tumeshawangiwa. Lakini sisi hatuna vita na wawangaji. Maana anayepigana vita sio sisi. Anaitwa Jehova. Anaitwa Emmanuel. Anaitwa Yesu. Yeye ni Bwana. Sema sitaki kueleza juu ya wachawi tunachowafanyiaga kwa sababu nataka waokoke. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja, wachawi na waganga wote wanaonisikiliza. Hata uwe mganga kiasi gani, hata uwange namna gani, utakufa. 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 Ndio maana tumekuja Kibaigwa ili uepuke na mauti ya milele. Inaelewa siku moja mwanadamu atalia sana. Nakumbuka majira ya mchawi mmoja kwenye kijiji kimoja cha baba yangu huko mikoa ya Kigoma, Kasulu. Huyo bibi alikuwa ni mchawi sana. Mchawika. Alimaliza ndugu zake wote. Alimuua mume wake. Wakamwambia lete sadaka nyingine. Akawa watoto wake. Wakamwambia lete sadaka nyingine. Akaanza kuua mawifi zake. Uwa wajomba. Na anaendelea kusheka. Na bahati mbaya kadiri umri unavyoendelea ndivyo ndugu wanavyoendelea kuisha. Anaua ndugu zake. Jamani, kuna faida gani? Ndugu ambao wamekuzaa, baba yako aliyekuzaa, mama yako aliyekunyonyesha, unamuua. Wewe mchawi, unapata faida gani? Ninauliza. Akaua ndugu zake wote, wakaisha. Kwa kibarua alichobakia nacho ni cha kuanza kutafuta hadi wale wa nje, majirani, na watu wakamjua bwana, wakaanza kuhama kile kijiji. Jamaa kama mchawi anaenda mpaka vijiji jirani, anaua watu hawana amani. Watu hawana amani. Wamewaita waganga, na kilikuwa ni kichawi cha hatari. Leta mganga, kinamfyatua, kinaua. Yaani ni kichawi kimekuwa ni kimalkia cha kushi. Sikiliza nikueleze. Huyo bibi akawa hana rafiki wala mjomba. Na haya ndiyo yanayoendelea kwa wachawi wengine wote mnaowajua. Ndugu zangu, msione wanawanga wamepoteza ndugu zao, akili zisafyatuka, wanakunywa damu kama wanyama, wanakula nyama za watu kama vimasimba. Roho ya ubinadamu imeondoka. Hii dunia imekuwa mbaya sana. Anaheri hata wanyama. Hawezi ukasikia simba amekula simba mwenzie. Hawezi ukasikia mbuzi amekula mbuzi mwenzie. Lakini wanadamu wanauana wao kwa wao. Wanadamu umelogwa na nani?
mwaka 2022 nikawa nimeenda Kasulu mipakani mwa Kasulu, mipaka wa Kigoma na Burundi. Mwanamke mmoja alikamatwa amebeba ndoo kubwa anaenda nayo Burundi. Polisi walipomkamata mipakani wakakuta viungo vya uzazi wa mwanaume vimejaa ile ndoo, viungo. Watu wana roho mbaya. Niliposikia moyo wangu nyuma, hii ni hatua gani wanadamu? Unamuua mwenzako. Nilikuwa nasikia ajabu. Nimeenda Tabora kufanya huduma mwaka 2021. Watu wanachunwa ngozi. Mtu anaondoa ngozi ya mwanamke, anamkata maziwa, anakata viungo, eti anatafuta utajiri. Kijana mmoja akakamatwa, amemkata binti shingo, ameondoa kichwa. Wanamuuliza, mbona unayofanya haya? Anasema, ninatafuta fedha. Azeterebora moshaka. Hata wana fedha kiasi gani wewe utakufa na kuziacha. Yes. Yule bibi siku moja akawa ameenda shamba, bibi mchawi. Akaenda shamba, akasikia haja kubwa. Aliposikia haja kubwa, akajisaidia kwenye pori. Akaribia kumalisha. Baada ya pale akaondoka. Kumbe wakati anajisaidia, kulikuwa na mwanakijiji anamuona. Haya, yule kijana akasubiri bibi mchawi ameenda mitaa ya mbali kidogo. Akaja, akakusanya kile kinyesi, akakifunga kwenye mfuko vizuri, akakitia begani, akaenda nacho. Sina hakika hii tekniki ilipewa na nani. Sasa yule kijana alijua kabisa huyu bibi mchawi huwa ana majira ya kutoka kwake na kuingia. Alikuwa ameshajua. Kwa hiyo akasubiri bibi mchawi amerudi kwake. Akajua huu muda amelala. Ilikuwa majira kama ya saa 11 ya alfajiri. Kijana akaenda akayatega mlangoni. Alafu akayafunua, akayamwaga pale, akaondoka. Watumishi wa Mungu, hii ni sio story. Huu ni uhalisia uliotokea. Yule bibi mchawi asubuhi ameamka. Anakuta kinyesi mlangoni kwake. Akasema mwe. Huyo ni maiti gani hii imefanya ujenga? Inanijua mimi kweli. Niliua mume wangu mimi. Ninakuja hapa njiani kwangu. Nitakuwa kifo kibaya. Hautaamini. Na hakuna uganga itategua hicho kitendawili. Ngoja nikuonyeshe. Bibi mchawi akaingia ndani. Akaenda akaseti mtego. Akabonyeza namba 8, namba 7. Yaani alitega mtego ambayo hakuna mchawi wala mganga duniani, hata wangeshirikiana wachawi wote, wangeweza tegua kile kitendawili. Anataka mpige kubwa kuliko. Akakitega saa zima. Alafu akaja nacho nje. Ile mchawi akaja nacho nje. Alafu akakimwaga. Baada ya dakika moja akaanza kusikia tumbo mbao. Ninawaeleza wachawi, hivyo vitendawili mnavyotega yako majira itawadegutia wenyewe. Haleluya. Haleluya. Hata ungetega kitendawili gani, lakini leo siku moja kitakuteukia mwenyewe.
Ninawaeleza wale waganga wanaojifanya ni waganga kongwe usalama wa maisha yako. Wewe mganga, wewe mchawi, wewe mzinzi, wako wadada ambao wamegeuza miili yao kama daladala. Kila mwanaume anapanda anavyotaka, wameiondoa thamani yao, wameondoa thamani yao. Wewe utakufa, utakufa. Nakueleza utakufa, utakufa. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, Mungu alipotazama maasi ya dunia, aliona shetani anawapeleka watu jehanamu, mahali ambako aliumbiwa yeye, anapeleka wanadamu. Biblia inasema kwa maana jinsi kwa upendo wa ajabu Mungu akamleta Yesu, yeye ukimwamini ujapokufa ungali unaishi. Yesu mwanadamu, solution ya maisha yako ni kumwamini Yesu pekee. Sisi sote tunajua ya kwamba tutakufa, lakini tunao uhakika ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana, heri wafu wafao katika Kristo Yesu, maana wajapokufa ipo siku moja watafufuliwa kuulisi uzima wa milele. Simama kwa miguu yako. Remo saite remo gasaida. Yesu amekuja duniani kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya uzima wa milele. Mwanadamu, hata upaza shimo yako kuwa ngumu, lakini mimi nimenena maneno haya. Nilikuwa ninalia sana ninavyoona wanadamu wanatenda dhambi bila uoga. Watu wamekuwa ni wanyama zaidi ya wanyama. Maasi yameongezeka. Watu wamemkataa Mungu na kukimbilia matakataka. Manabii wa uongo wamedanganya watu, wanawahubiria muujiza, hawahubirii toba na msamaha. Wanawahubiria muujiza, wanauza muujiza kwa fedha. Hakuna utofauti na waganga wa kienyeji. Hawaangalii imani za watu wala usalama wa roho za watu. Wao wanataka fedha tu. Watu wamemwacha Mungu, wamekimbilia imani hizo. Lakini leo ninawaambia, hata upewe muujiza gani, kama utampokea Yesu, hiyo muujiza yako na wewe mwenyewe na manabii wako na mitume wako, hiyo yote njia yenu ni moja, kwenye ziwa liwakalo moto na kiberiti. Muujiza wa kwanza ni kumwamini Yesu peke yake. Yesu mwenyewe alisema, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nanyi mtaushinda. Hata kama kuna dhiki, lakini tunayo imani, iko siku moja tutavikwa taji ya uzima. Haleluya! Kwa Baba ni kuzuri. Hakuna magonjwa huko, hakuna taabu huko, hakuna kilio mbinguni. Wapendwa, wewe kaka, wewe dada, tamani kufika kwa Baba, tamani kwenda kwa Baba. Kuna furaha huko, kuna amani huko, kuna tumaini. Asante Yesu. Njia moja tu ya kumpa Yesu maisha yako, atahakikisha maisha yako
kwa habari ya uzima wa milele. Siku usioijua utazikwa kama ulivyowazika wenzako waliokutangulia. Kagua maisha yako. Kuna wengine waliokoka, lakini leo wachungaji wao, viongozi wao, lakini Mungu anawaona. Anaheri ukatengeneza maisha yako, maana kesho yako imefichwa. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zako za kuishi si nyingi. Naomba mkutano na watu wote walioko mahali hapa. Hii ni neema ya pekee sana, maana hakuna hata mmoja wetu anayejua atakapotoka hapa ni kitu gani kitatokea kwake. Aisha, umeokoka ama haujaokoka, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Tengeneza maisha yako. Wengine Biblia inasema una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Ni nafasi yako leo kuyatengeneza maisha yako. Bwana ametutuma tumaigwa kuiepusha nafsi yako na ghadhabu ya Mungu inayokuja. Naomba mkutano mzima, wale walioko kule kote, tusogee hapa mbele, tumwombe Mungu pamoja. Oh, haleluya, praise Him. Asante Yesu. Karibu tusogee hapa mbele, watu wote. Nataka niombe na kila mmoja mahali hapa. Iko sauti ya Roho Mtakatifu inahitaji kusema nawe. Naomba wasogeze watu. Karibuni sana watu wa Mungu. Wengine wako kule kwenye jengo lile. Tusogee huko. Mungu awabariki sana mnaosogea. Hongera sana kwa kuendelea kuitii sauti ya Mungu. Barikiwa sana, barikiwa sana. Sogea kwa miguu yako. Sogea. Wakina mama hapa mbele, achia kiti. Achia kiti. Sogea mbele. Ile viti tulivyokalia haviwezi kutusaidia. Mungu ana makusudi na kila mmoja mahali hapa. Oh Jesus. Leo kaisalimisha roho yako kwa Yesu. Vijana, watu wote, salimisha roho yako kwa Yesu. Isalimisha roho yako kwa Yesu. Hata yule mwanamke mchawi anayesikia sauti hii, salimisha maisha yako kwa Yesu. Yule mganga anayesikia sauti hii, salimisha maisha yako kwa Yesu. Yule mzinzi, yule kahaba, yule anayevuta bangi, salimisha maisha yako kwa Yesu. Salimisha maisha yako kwa Yesu. Muda usiojua, mauti iko mbele yako, mauti iko mbele yako. Salimisha leo. Yamkini sauti hii ikawa sauti yako ya mwisho. Nilikuwa nawaambia watu mahali fulani ya kwamba kazi hii tunaifanya iko siku itaisha. Yako majira, kazi hii itaisha. Gharama tunazotoa iko siku Mungu atazipaka kwenye mikono yako, kwenye mikono yako. Asante Yesu. Haleluya. Bado naona watu kule, bado naona watu kule. Sogea, sogea. Yamkini ujumbe huu Bwana ameuleta kwa ajili yako. Karibu leo. Sogea, sogea. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Amen.